Kwa jina naitwa Awadhi Salim Awadhi, ni mwenyekiti wa umoja wa madalali Sinza. Leo hii tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 tunaadhimisha mwaka mmoja toka kuanzishwa kwa umoja huu. Umoja huu ulianzishwa rasmi tarehe 1 ya mwezi wa 6 2024. Kwa kesho ndio tunatimiza, kwa sababu kesho ni Jumapili na mara nyingi Jumapili tunakuwa tumepumzika, kwa hiyo tunaadhimisha leo. Dhumuni kubwa ni kuwakutanisha madalali wa Sinza na viunga vya karibu na Sinza. Sasa mwenyekiti, hichi ambacho mnakifanya kwa namna moja au nyingine imewakusanya kwa kiasi gani madalali ambao huenda hawakuwa kwenye umoja tangu unaanzishwa? Na uainishe aina gani ya madalali ambao wapo ndani ya umoja? Umoja huu labda tuseme tulianza kama watu 20. Wakati tunaanza tulikuwa watu 20, lakini sasa hivi tumefika watu 100. Ni wazi kwamba unazidi kupanuka, na wale ambao nadhani watakuwa wako nje kwa kitendo hiki, tuna imani kwamba wanaweza kuja kujiunga na sisi na nafasi zipo, tunawakaribisha. Umoja wa madalali umejumuisha madalali wa aina gani na aina gani? Madalali hapa ambao tuwepo sisi asilimia kubwa ni madalali wa nyumba, pamoja na kwamba kuna madalali wenzetu 2-3 ambao wanashughulika na udalali wa magari wamekuja kujiunga baada ya kuona kwamba umoja msimamo wake ukoje, lakini asilimia kubwa ni madalali wa nyumba, viwanja, mashamba, magodauni na sehemu zote ambazo zipo Dar es Salaam, sio Sinza peke yake. Mnapitia changamoto zipi madalali? Changamoto zetu zipo nyingi, lakini mtazungumza chache. Moja wapo ni kwamba unaweza kupata mteja mkakubaliana kwamba bana, utaratibu wangu udalali, mimi ninapokufanyia kazi yako kama unavyotaka, na aina mbili za chaji zangu, na cha kwanza kinaitwa service charge, cha pili ni kodi ya mwezi. Kwa hiyo unaweza kukuta akakubali akakupa service charge, baadaye ukampeleka kwenye eneo ambalo analihitaji, ukamuunganisha na mwenye nyumba, baadaye akazunguka bila wewe kujua, akakutana mwenye nyumba akamlipa hela yake, wewe asikulipa hela yako. Utakaporudi kumdai pesa inakuwa ugomvi mpaka kufikishana kwenye vyombo vya sheria. Kuna faida gani na dalali? Namwambia nini? Anapata faida gani kuja kujiunga? Umoja huu tunasaidiana kwa hali na mali kama nilivyosema mwanzo. Dalali akipata msiba, akifiwa na baba na mama, mke, mume au mtoto, kama tuko 100 sasa hivi tunamchanga shilingi 10,000 kwa kila dalali, ambayo tutapata milioni 1. Kwa hiyo cha kwanza, dalali anapata msiba anatoa 500,000 fast za haraka za kuanza msiba. Baada ya kuchanga na kumaliza tunamalizia 500,000 yake nyingine. Lakini ukiwa dalali wa pembeni ambaye hako kwenye umoja, tutakuja kama dalali mwenzetu, lakini hatutakuchangia chochote, labda 1,000 2,000. Mpaka sasa hivi mnatimiza mwaka mmoja. Bila shaka mnashirikiana na serikali na viongozi wa serikali. Katika ushirikiano huu katika kutimiza mwaka mmoja, mnaiambia nini serikali? Sisi kama madalali tunaiambia serikali kwamba itutambue rasmi kwamba tuna changamoto. Tuna changamoto nyingi na zingine tutasoma kwenye risala. Tuna changamoto nyingi ambazo tunazipata. Moja wapo ni kama nilitoa mfano huo. Baadhi ya madalali sisi, kuna wengine wana ofisi zao, lakini asilimia kubwa wanakuwa hawana ofisi. Kwa hiyo tutaiomba serikali kupitia kwa diwani kwamba tupate eneo ambalo kama watakubali tujenge ofisi kwa ajili ya madalali wote, wengine wakae pale. Kipi cha kujivunia ndani ya mwaka huu mmoja unaosema? Tunajivunia kwa sababu mpaka sasa hivi sisi pesa zetu tunaingiza kwenye mkoba na tumefungua akiba benki. Tuna benki tumefungua. Nitazungumza tu kwamba mpaka tarehe ya leo mkoba benki toka tuna mwaka mmoja tuna milioni 10 na zaidi kidogo. Ndio. Jamii inawachukuliaje nyinyi madalali? Ndio tumeanza na tuna mpango, tunategemea kwamba diwani tutakaa naye tusaidie ili tuweze kufahamiana na wenye nyumba wengi. Kwa sababu watu wa Sinza wenye nyumba, ukimwambia nimefanya biashara yako nipatie angalau hela, naona kama vile hataki, anakuambia anakupa mpangaji. Sasa tuna changamoto kidogo ambayo tunatumai huko mbele tutalitatua na tutakaa sawa. Na ulikuwa unataka kuiambia nini jamii yote kuhusiana na nyie madalali? Sisi tunataka tuiambie jamii kwamba sisi madalali tunafanya kazi kwa uaminifu, sawa, kwa uaminifu wote, na tunawaambia wenye nyumba, Sinza sasa hivi kuna umoja wa madalali na kila dalali ana kitambulisho chake. Tunawaomba
wenye nyumba, dalali anapoleta mpangaji kwenye nyumba, muulize wewe ni dalali mmoja wa madalali Sinza, akikwambia ndio, mwambie nipe kitambulisho chako. Ikiwa hana kitambulisho, basi huyo si dalali wa mmoja wa Sinza. Na wale wanaotafuta nyumba huko Sinza unawaambiaje? Wanaotafuta nyumba tunawakaribisha sana, karibuni sana. Ofisi zetu sisi kwa sasa hivi ziko pale Sinza, si ofisi za CCM. Pale kuna ofisi ya udalali ambayo ndio kama makao makuu yetu kabla hatujapata sehemu nyingine. Asante sana. Lion Hotel. Mmoja wao nimefaisha vitu vingi sana. Cha kwanza nilipata msiba mimi. Sawa? Madalali wenzangu walijitolea mno, 100% kuliko hata familia. Sawa? Kwa hiyo mmoja wao naupenda kupita maelezo. Kwa sababu uzuri wa mmoja huu, hata kama una ndugu ambaye kipato ni kidogo, lakini kutoka na mmoja huu, hii ni familia tosha katika kazi ya udalali. Kwa hiyo kazi ya udalali mmoja ni mzuri zaidi. Kuna watu wanachukulia poa ama hawaithamini kazi ya udalali. Unawaambia nini watu ambao wanaona kazi ya udalali kama kazi rahisi, ni kazi ambayo unaweza ukafanya? Nini unawaambia? Kazi ya udalali ni kama kazi nyingine. Kazi ya udalali unasomesha watoto, unalisha familia, sawa? Kazi ya udalali ni kazi kama kazi nyingine, lakini sasa watu wengine wanadharau. Wanapomuona dalali wanajua ni dalali tu, lakini udalali una mambo mengi sana. Tuna familia ambazo zinategemea kazi hizi za udalali. Na tunakutana na changamoto nyingi. Sawa, changamoto za kwanza, mtu anaweza kumpeleka kwenye nyumba, matokeo yake asikupitia, akaenda kukutana na mwenye tapeli ambaye mwenye nyumba tapeli, akamtapeli, afu matokeo yake anaenda polisi mwenyewe, fulani kahusika, lakini angekushirikisha toka mwanzo yote asingemtokea. Nimezungumza kwenye upande wa nyumba, lakini hapa pia kuna madalali wa viwanja. Changamoto gani mnakutana nazo kwenye kazi za viwanja? Bana, katika kazi ya viwanja, uzuri wa viwanja uze vile hati au vile ofa. Lakini kukutana viwanja hivi squatter ni changamoto nyingi squatter. Kuna matapeli wameingia kwenye mambo ya viwanja squatter hivi. Kwa sababu mmiliki mjui vizuri. Sawa, wanashirikiana na watu matapeli. Naogopa sana hao wazee. Unamshauri nini mtu ambaye anaenda kununua kiwanja, pengine hatua gani za kuzingatia? Hatua ya kwanza, anaenda na mjumbe wa nyumba kumi eneo husika. Hatua ya pili, anaenda na mwenyekiti wa serikali mitaa. Hatua ya tatu, aulize majirani kama kweli ni mmiliki wa kiwanja hicho. Hapo atakuwa salama. Atakuwa salama, lakini akitafuta shortcut, na kitu kinachosababisha shortcut ni kuuzia, mfano kiwanja cha milioni 6 anadanganya milioni 2. Sawa? Ni tamaa ya haraka, mteja dalili kesha na milioni 4, 5, 6, ni bora ni dili na milioni 2 haraka nikimbie, kumbe anatapeliwa. Na mikakati gani ya kuhakikisha umoja wenu unakuwa bora zaidi katika siku za usoni? Umoja huu kwa jinsi ninavyouona mbeleni huko tutakuwa moto vibaya sana. Kama unavyoona tumeanza tu hivi, unaona issue hii. Je, tukifika miaka 3 4, sawa? Mpaka sasa hivi benki mimi naona benki inaona vibaya. Mtu hata kifua sasa hivi hapa ana milioni yake, milioni 3 zake, kama ni kusafisha, tumesafisha tu kama wawili juzi hapa. Sawa? Familia kidogo ilegalega, wengine michango maisha ya kimaskini tena. Mpaka chamshara, lakini tulijitoa sisi tukatoa pesa kwenye account, tukawapa na msiba tukazika vizuri. Kwa hiyo mmoja wao unasaidia sana. Tunaomba majina yako halisi mawili. Jina la udalali au jina langu halisi langu? Mimi naitwa Juma Songoro, aka Kipepe Dali Kipepe. Jina naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Franki Zakaria Nkusa. Mimi ndio polisi kata kwenye kata hii ya Sinza, lakini pia ni mkuu wa kituo kidogo cha polisi mawasiliano stendi. Na jukumu langu kubwa katika kata ni kuhakikisha nashughulika na mambo ya kiusalama kwa vikundi vyote vyo katika Sinza na jamii nzima ya Sinza. Kutoa elimu kwa wananchi juu ya kushiriki kikamilifu katika kuzuia uhalifu na kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika maeneo yetu ya kata ya Sinza, ili kata yetu ya Sinza iendelee kuwa salama. Kwa hiyo ninahamasisha wananchi kuhakikisha wanajihusisha kikamilifu katika kutoa taarifa za uhalifu, kutoa taarifa za wahalifu pia, na hilo ndio inafanya kata yetu ya Sinza iwe salama. Na kwa elimu ambayo nimekwisha kutoa, wananchi wamekuwa wakishiriki kikamilifu sana, na tumekuwa tukizuia uhalifu kwa namna hiyo kwa kushirikiana na wananchi. Lakini kwa tukio hili la leo, kwanza mimi nimefurahia sana kwa ajili ya hawa madalali ambao wameamua kuwa na umoja wao
na kujisajili ili waweze kutambulika kama ni kikundi ambacho kiko katika mitaa yetu ya Sinza. Maana kati ya changamoto kubwa nayokutana nayo ama tunakutana nayo kwenye kata ya Sinza ni changamoto ya madalali kugonganisha wapangaji. Wanachukua pesa kwa mtu huyu, wanaenda kumuonyesha nyumba, lakini baadaye wanachukua kwa mwingine tena. Kwa hiyo imekuwa ni kero ya muda mrefu, na tumekuwa kwenye vikao kadha wa kadha kwenye ofisi zetu za mitaa, kwenye ofisi zetu za kata. Tunajaribu kusuluhisha, na tunakuta changamoto ni madalali ambao sio waaminifu. Wanajikuta wanachukua pesa sehemu mbili na wanaonyesha nyumba moja kwa watu wawili tofauti, na hiyo imekuwa ikileta migogoro mingi katika eneo letu hili la Sinza. Kwa hiyo kwa tukio hili, mimi binafsi kama msimamizi wa ulinzi na usalama katika kata ya Sinza, kama polisi kata wa Sinza, ni wapongeze ambao waliibua hili wazo, wakaamua kukaa kama madalali, kuona hapana, umefika wakati tutambulike, na hii itatusaidia kwenye masuala ya kiusalama zaidi. Kwa kama mtu atakwenda kupangisha mtu mara mbili na sio mwanachama wa chama hiki, ni rahisi kudili naye. Lakini pia kama ni mwanachama, ni rahisi viongozi wa chama hiki kutusaidia, huyu aliyefanya hivi ni fulani. Kwa hiyo tutasaidia kuweza kudhibiti uhalifu wa namna hiyo ambao umekuwa unasababisha migogoro mikubwa katika mitaa yetu ya Sinza. Mitaa yetu mitano, hii migogoro ndio mikubwa katika masuala ya wapangaji. Kwa hiyo mimi niwapongeze. Kwa hiyo mimi kama polisi kata na wapongeza, na napongeza viongozi na wote ambao waliamua kuanzisha wazo hili na kuamua kulifanyia kazi. Basi ninachotaka kuwahimiza hawa madalali ni kufanya kazi yao hii kwa weledi, kufanya kazi yao hii kwa uaminifu, lakini wasimuonee haya mtu yeyote ambaye anataka kuvuruga umoja wao huu. Waweze ikiwezekana, kama atatokea mtu anawachanganya, anawagonganisha wapangaji, wamuondoe kwenye chama. Ikiwezekana wamuondoe, kama kuna taratibu alifuata akapata kitambulisho, hata afutiwe kitambulisho. Kwa sababu kama wataifanya kazi yao kama walivyojipanga, ninaamini migogoro hii itaisha. Migogoro hii kati ya wapangaji pamoja na madalali wanaoonyesha vyumba itaisha kabisa. Kwa hiyo mimi niwahamasishe sana viongozi ambao watakuwa wameshika nafasi hii, na kama wana katiba yao watakuwa wanabadilishana, basi wawe wakali ili kazi yao ifanyike kwa weledi na kwa uaminifu, ili migogoro ya namna hii iishe kabisa kwenye eneo letu la Sinza. Nilisikia na mmoja hapa anasema hata hao ambao wanapangishwa wenye nyumba waulize kwa habari, wewe uko kwenye chama hiki? Nipo, onyesha kitambulisho. Basi onyesha kitambulisho, basi aweze kumtumia kama dalali wake wa kwenda kumtafutia wateja kwenye nyumba. Hiyo itasaidia sana kwa ajili ya kujua kwamba huyu ameenda pale na alionyesha kitambulisho, ni mtu gani. Wenye viongozi wao watatuambia ni nani, na sisi tutadili naye, kwa sababu tunatamani Sinza iwe salama, muda wote iwe salama. Migogoro hii ya kijamii iishe, uhalifu ule wa kijinai uishe. Lakini utaishi vipi? Lazima wananchi washiriki kikamilifu, ngazi zote kwenye mitaa, mtu mmoja mmoja, vikundi kama hivi, kuhakikisha tunatokomeza uhalifu. Nashukuru. Mimi naitwa Madina Saidi. Ili la waziri Lukuvi kuongea kwamba sisi pesa tuchukue kwa majumani kwa wenye nyumba, tulikwenda tulikaa naye kikao pale posta. Tulivyomaliza pale, majibu alisema mwezi wa 3. Maana tulimpa hoja zetu, kwa sababu mimi nimemtafutia mtu nyumba ya kuishi, yeye alikuwa haijui ile nyumba. Wewe unaniambia nipate kamishina kwa mwenye nyumba. Mwenye nyumba kama anataka kunipa labda ni asante, lakini hii ni kama huyu nimemtafutia sehemu ya kuishi. Je, nyinyi wewe waziri unasema tumfanye hivyo, unatuambiaje kwa wananchi? Akasema majibu nitatoa mwezi wa 3. Bahati mbaya mwezi wa 3 hakutoa yale majibu, waziri akavuliwa. Sawa, ni changamoto gani ambayo ushakutana nayo kwenye kazi zako na ukasema ukatamani hata kutoka katika kazi ya udalali? Ni changamoto ninazokutana nazo. Mteja anavyokuja anakuja kwa kunyenyekea.
anataka nyumba, anataka chumba cha kuishi, namtafutia na chumba anakipata, lakini baadaye ananikimbia, anakwenda kwa mwenye nyumba, anachukua hela, analipa kwa mwenye nyumba, mimi sipati pesa yangu. Kwa hiyo huwa napata changamoto nyingi sana kuhusu hela yangu kuipata. Sasa kupitia hilo, kupitia hiki chama chenu, nadhani hii changamoto mtakuja kuimaliza, na kama mjaimaliza mmejenga utaratibu wote wa kumaliza changamoto chache kama hizi? Changamoto hizi zitaisha kwa sasa hivi, kwa sababu madhali tumeshathajiliwa, tumeshafikia mahali kututambua uongozi wa serikali. Kwa maana sisi tutalia na mteja, tunaenda serikalini, tunamalizana naye. Sasa umoja huu unaweza kuambia umenufaika na nini? Na nini wito wako kwa wale ambao hawajaingia bado kwenye umoja? Mimi nimenufaika na umoja kwa sababu kama hivi tuko pamoja. Lakini yule asiyojiunga ndo atajilaumu, kwa sababu sisi tunakufa na kuzikana. Ukiumwa, akiumwa mtoto unasaidiwa. Akiumwa mumeo anasaidiwa, akiumwa mkeo tunamsaidia. Kwa maana hiyo umoja wetu ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ni jitihada zipi mnazofanya kusudi maadhimisho haya yatambulike kimataifa? Maadhimisho haya yatambulike kimataifa. Maadhimisho haya tunahitaji yatambulike kimataifa. Yajue kwamba sisi madalali kama madalali na tunafanya kazi kwa uwao. Na tunawafanyia kazi usiku na mchana. Kwa maana hiyo sisi natakiwa watujali kama watu. Madalali wana kazi ngumu, kwa sababu dalali anaweza kwenda kumuonyesha mtu kiwanja, alafu kiwanja kile kikamrudi kaambiwa ameuziwa mtu mara mbili, ikawa imekula kwangu. Kwa maana hiyo inabidi sisi tukae chini, watuangalie sisi tuliojisajili. Wale ambao hawajajisajili tunaomba wakae pembeni. Ukiangalia kwenye hii kazi ya udalali kuna namba ndogo ya wanawake. Wewe ni mmoja wa wanawake ambao upo kwenye huu mmoja wa madalali. Una wito gani kwa wanawake ambao huenda wanahisi kazi hii kwa mwanamke ni ngumu? Tunawakaribisha karibu. Tunawakaribisha wanawake. Wasilale nyuma. Yaani ni rahisi sana, ni simple. Haileti changamoto. Yaani changamoto zipo, lakini unatakiwa pambana nazo. Changamoto za kimahusiano kama una mume na nini, alafu mume si anajua kwamba niko kazini, yaani hii ni kazi kama kazi nyingine. Sawa. Shukrani. Asante. Ninaitwa Rafael Nyangi Awino na mimi ni diwani katika kata ya Sinza ambayo ipo katika wilaya yetu ya Ubungo katika mkoa wa Dar es Salaam. Niseme kwamba ninatoa pongezi za dhati kwa umoja huu wa madalali katika kata ya Sinza, kata ambayo mimi naiongoza, kwa hafla ambayo wanaifanya siku ya leo. Nimepata bahati ya kualikwa kushiriki kwa sehemu ya tukio hili la kipekee. Nasema ya kipekee kwa sababu hatujawahi kuwa na tukio kama hili kwenye kata ya Sinza. Sio tu katika miaka hii mitano ambayo mimi ni diwani, lakini kwa kipindi chote ambacho nimeishi katika kata hii, kwa sababu mimi ni mzawa wa eneo hili. Kwa hiyo nawapongeza sana. Kulia kwangu ni katibu, lakini nilikuwa nimeketi juu pale na mwenyekiti wa umoja huu. Nawapongeza sana kwa kuanzisha chombo ambacho kinawaleta pamoja madalali wote katika kata yetu ya Sinza. Kwa hiyo lakini pamoja na pongezi hizo, ninathamini sana mchango wa ndugu zetu hawa. Madalali ni chombo, ni watu, ni wadau wetu wakubwa sana katika ustawi wa kata yetu, kwa sababu ndio wanatuunganisha sisi wamiliki wa nyumba na wateja wetu. In the absence, wasipokuwepo hawa, basi biashara, real estate business, inakwama kabisa. Biashara ya upangishaji nyumba na kipato kinachotokana na nyumba zetu, iwe ni uuzaji au upangishaji. Kwa hiyo wazo la kuanzisha chombo hichi na utekelezaji kwa sababu kuona wazo Afrika likapotea in vain, lakini kuwepo kwa wazo hilo na utekelezaji wa wazo la uanzishwaji wa umoja huu na kuendelea kusimamia uwepo wa umoja huu, chombo ambacho kinawaleta pamoja madalali, ni jambo ambalo linastahili kupongezwa. Na mimi kama diwani, ofisi yangu ambayo ina mtendaji na maafisa ugani wote, tunaahidi kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa wenzetu hawa, ili kuona kwamba wanaboresha mahusiano kati ya wenye nyumba, wamiliki wa nyumba za kibiashara, nyumba za makazi ndani ya kata ya Sinza, lakini na wateja wetu ambao ndio wapangaji, ambao ndio wanachechemua mapato yetu. Sasa umealikwa leo kama mgeni rasmi kwenye shughuli hii.
Una kipi cha kuwaambia Watanzania ambao huenda walikuwa wanatizama hii kazi ya udalali kama kazi ya kawaida sana au hawaitilii maanani, lakini hawa walioanzisha huu umoja wanaonyesha usiri wa kazi? Labda niseme tu kwamba kazi ya udalali sio kazi holela, ni kazi ya maana sana, na anasema ni ya maana kwa sababu ukiangalia biashara zingine zote, kwa mfano biashara ya bima ina udalali, unaona Kwa hiyo na wanathaminika sana, wanaitwa brokers au insurance agencies, na wao wamesajiliwa na wanaratibiwa. Lakini pia ukienda katika maeneo mengine watu wanaouza magari wana madalali. Na maeneo mengine ukija katika sekta hata ya banking kuna agents, unaona kuna mawakala ambao pretty much ni madalali ambao wanaunganisha wateja na taasisi ambazo zinatoa shughuli za kifedha. Kwa hiyo kwa wale watu ambao walikuwa wanatazama madalali kama wazururaji au kama wauni tu au kama wapigaji, ni wakati mwafaka sasa kuwatambua kwamba ni shughuli rasmi kabisa ambayo inapaswa kuheshimika. Lakini pia wale watu ambao ni wanufaika wa huduma hizi za kidalali wanapaswa sasa kuanza kuthamini huduma hizi na kuhakikisha kwamba stahiki za madalali zinatolewa ipasavyo. Na wiki moja kama sio wiki moja na nusu iliyopita nilipata mwaliko wa kuhudhuria katika ofisi ya umoja huu, na wakati tunazungumza mambo mawili matatu niliwaomba waniletee katiba ili kwanza tuanze kwa kutambua umoja huu, kwa sababu ukitaka kutambua umoja au jumuiya au chombo fulani lazima urudi nyuma mpaka pale unapopata uhalali wa chombo hicho kuitwa chombo katika eneo husika. Na kwa hiyo hatua yangu ya kwanza kuwatambua kama chombo rasmi ambacho kinawaleta pamoja madalali kwenye kata ya Sinza ni kutaka kuona katiba yao. Na bahati nzuri siku ya Alhamisi kama sio Ijumaa, katibu pamoja na barua ya mwaliko aliwasilisha katiba ambayo ndio chombo cha usajili kinachorasimisha umoja huu ndani ya kata ya Sinza. Kwa hiyo nini kinafanyika? Hatua ya kwanza ambayo tumefanya ni kutambua kulingana na legality ya wao kuwa chombo rasmi ambacho kinaleta pamoja madalali katika kata ya Sinza. Sasa baada ya hatua hiyo ndio naweza nikaanza kusemea chombo hichi, kwa maana kwamba naweza karudi kwenye vikao vyetu ndani ya baraza letu la madiwani na kujenga hoja za msingi za kuona kwamba shughuli za kiudalali ndani ya kata yetu ya Sinza, ndani ya manispaa yetu ya Ubungo zinaratibiwa kwa mujibu wa sheria. Kabla ya hapo nisingeweza kufanya hivyo kwa sababu uhalali wa wao kuwepo nilikuwa sijawa nayo. Hapa nilipo napozungumza nanyi tayari nayo katiba yao, kwa hiyo nawatambua rasmi mimi kama diwani, lakini ofisi ya mtendaji ambaye ndiye katibu wangu wa kamati ya maendeleo ya kata tayari pia imeshapata nakala hii, nao ofisi yake inatambua uwepo wao. Then kuanzia hapa tulipo kwenda mbele, naahidi kwamba tutashirikiana nao na tutaona sasa ni kwa jinsi gani tunarasimisha na tunawapa ushirikiano katika shughuli zao za kila siku. Niseme kitu katika hilo. Katika kikao chetu cha mwisho cha kisheria, WDC ya mwisho, tulijadili jambo ambalo lilihusiana sana na wenzetu hao. Na ilikuwa ni husiana na migogoro ambayo huwa inajitokeza kati ya wapangaji na wenye nyumba. Na sitaki nizungumze sana kwa sababu nitapata nafasi ya kuzungumza huku, lakini kwa sababu nazungumza na vyombo vya habari nigusie tu kwamba sasa kama serikali ndani ya kata ya Sinza tunataka tuone kwamba ni kwa jinsi gani tutapunguza migogoro kati ya wenye nyumba na wapangaji, hasa kwa kutumia umoja huu wa madalali, kwa sababu ni dalali ndiye anayemchukua mpangaji na kumtambulisha kwa mwenye nyumba. Kwa hiyo ndio pointi ya kwanza ya mahusiano haya. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo tunakwenda kufanya kushirikiana na hawa, lakini kushirikiana na idara ya sheria ndani ya manispaa ya Ubungo kuona kwamba tunakuwa na mfumo fulani ambayo inarasimisha mahusiano haya, inarasimisha stahiki zao, lakini pia inapunguza kero na migogoro ambayo inaweza katokea pale ambapo kodi imemalizika lakini mwenye nyumba au mpangaji hayuko tayari kuhama.